Kiongozi wa upinzani kutokea kule Belarusi, ndugu Viatlana Tsikhanouskaya amesema kuwa mtindo wa rais wa Marekani Donald Trump wa kushughulika viongozi wa kiimla unaweza kusaidia kuokoa maisha ya wafungwa wa kisiasa, hata kama unaleta hisia mchanganyiko kwa mabeberu. Akizungumza na chombo cha habari kando kando ya mkutano mkuu wa Umoja wa Habari wa Mataifa jijini New York, Tsikhanouskaya alisema kuwa kama lugha hii ambayo kwa kweli sio nzuri kusikia inaweza kusaidia kuachiwa kwa watu, basi sawa. Rais Trump anatumia mbinu zake za carrots kupata matokeo. Ni mtazamo wake wa kibiashara na tunapaswa kutumia mwanya huu ambao yeye anaendelea kuutumia. Trump ameendeleza uhusiano wa karibu na rais wa muda mrefu wa Belarusi, ndugu Alexander Lukashenko, ambaye amekuwa akilaumiwa na mataifa magharibi kwa kusaidia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine na kwa ukandamizaji mkali wa maandamano ya kidiplomasia wa mwaka 2020. Katika miezi ya karibuni, Trump amempigia simu Lukashenko kumtumia ujumbe wa pongezi wa siku ya kuzaliwa kupitia mjumbe maalum ndugu John Koale, na hata kumtaja hadharani kama rais anayehesabika sana na kuheshimika zaidi. Lukashenko amedai pia kwamba Trump amekubali mwaliko wa kumtembelea Minsk. Ingawa hatua hizi zimekatisha tamaa baadhi ya wa Belarusi, Tsikhanouskaya amesema matokeo yanaonekana hayawezi kupuuzwa. Baada ya mjumbe maalum ndugu Keith Kellogg kutembelea Minsk mwezi Juni, mume wake na mpinzani wa zamani wa urais ndugu Serhiy Tsikhanouskaya aliachiliwa huru baada ya miaka 5 gerezani. Kisha mwezi Septemba, wafungwa wengine 52 waliachiwa baada ya Marekani kuondoa vikwazo kwa shirika la ndege la taifa la Belavia. Hata hivyo, Tsikhanouskaya amesisitiza kwamba jukumu kubwa la kuhakikisha mabadiliko ya kudumu liko mikononi mwa Ulaya. Kwa mtazamo wake, Marekani inaweza kutumia diplomasia ya majadiliano kuhakikisha kuachiliwa kwa wafungwa, lakini ni vikwazo vya Ulaya na msimamo wake mgumu vinaweza kushinikiza mageuzi ya kweli nchini Belarusi. Wakati huo huo, Tsikhanouskaya ambaye aliachiwa huru miezi 3 iliyopita baada ya kutengwa bila mawasiliano yoyote kwa zaidi ya miaka 2, bado anajitafuta upya baada ya mke wake kuchukua nafasi ya kisiasa akiwa uhamishoni tangu mwaka 2020. Anasema anahitaji muda kuelewa nafasi yake mpya. Nimejiona mwaka 2025, lakini kisaikolojia bado niko mwaka 2020, alikuwa anaeleza. Kwa sasa anasema jukumu lake kuu ni kushinikiza kuachiliwa kwa wafungwa waliobaki wapatao 1300 na kuhakikisha wanapata msaada na marupurupu muhimu baada ya kutoka gerezani huko.